Umewahi kujiuliza unawezaje kumjua mtu anayekudanganya? Leo tutazungumzia saikolojia 7 za kumjua mtu anayekudanganya. Katika ulimwengu huu tunaoishi, uwezo wa kumtambua mtu anayekudanganya ni silaha muhimu zaidi unayopaswa kuwa nayo. Watu wengi huishia kuumia, kupoteza pesa au kuharibu mahusiano kwa sababu tu walishindwa kuona ishara ndogondogo ambazo ubongo wa mwanadamu huzitoa pale unapojaribu kuficha ukweli. Leo tunazama ndani ya sayansi ya tabia na kukupa alama 7 za kisaikolojia zitakazokusaidia kuona kile ambacho mdomo wa muongo unajaribu kukificha. 1. Mtego wa macho, the eye contact trap. Watu wengi wanaamini kuwa muongo hawezi kukuangalia usoni, lakini kisaikolojia, waongo waliobobea wanalijua hilo, hivyo wao hufanya kinyume chake. Wanakuangalia machoni kwa muda mrefu zaidi, bila kupepesa, staring, wakijaribu kukuaminisha kuwa wanasema ukweli. Lakini ukichunguza kwa umakini, utaona mboni zao zikitanuka, dilating, kutokana na msongo wa mawazo wa hofu ya kugundulika. 2. Kupumua kwa shida na kubadilika kwa sauti. Mtu anaposema uongo, mapigo ya moyo huongezeka na kusababisha mtiririko wa damu kubadilika. Hii inamfanya aanze kupumua kwa juu, shallow breathing, na mabega yake huinuka. Pia sauti yake inaweza kuwa nyembamba au kukatika kwa sababu koo hukauka kutokana na hofu, adrenaline. Ukiona mtu anaanza kukohoa au kumeza mate mara kwa mara kabla ya kujibu swali gumu, akili yake inajipanga kutengeneza hadithi. 3. Kurudia maswali, the stalling technique. Hii ni mbinu ya kumpa muda muongo ili kutengeneza uongo unaoeleweka. Ukimuuliza, "Je, ulichukua pesa yangu?" Atajibu kwa kuuliza, "Mimi nimechukua pesa yako?" Huku sio kutokuelewa, bali ni kutafuta sekunde kadhaa za ziada ili ubongo wake utengeneze jibu linaloonekana la kweli. Mtu mkweli hujibu moja kwa moja kwa sababu hauhitaji muda wa kuunda ukweli. 4. Maelezo mengi yasiyohitajika. Waongo huchukia ukimya. Ili kuhakikisha unawaamini, watakupa maelezo marefu sana na hadithi nyingi ambazo hata hujawauliza. Wanadhani kuwa kutoa maelezo mengi kutawafanya waonekane waaminifu, kumbe wanajichanganya wenyewe. Wataalamu wa saikolojia wanasema, ukweli ni rahisi na mfupi, lakini uongo ni mrefu na mgumu. 5. Mitiikio ya mwili inayojipinga, the micro expressions. Hapa ndipo siri kubwa ilipo. Muongo anaweza kusema hapana kwa mdomo, lakini akatingisha kichwa kidogo kwa ishara ya ndio. Au anaweza kusema hadithi ya huzuni huku akicheka kidogo pembeni ya mdomo, smirk. Hizi ni mitiikio ya sekunde moja ambayo ubongo unaitoa kabla mtu hajaidhibiti. Mkono wake unaweza kuanza kugusa pua, mdomo au kurekebisha shati, ishara ya kujihisi kutokuwa na salama. 6. Kulinda eneo la siri, the barrier signal. Anaposema uongo, muongo mara nyingi hujihisi uchi, hivyo ataanza kuweka vizuizi kati yako na yeye. Anaweza kuvuka mikono kifuani, kuweka beg mbele yake au kushika kompyuta. Hii ni ishara ya kisaikolojia ya kujaribu kujilinda, defensiveness, kwa sababu anajua kuwa kile anachokisema sio rahisi. 7. Kupatwa na hasira ghafla, turning the tables. Muongo anapohisi amekamatwa, silaha yake ya mwisho ni hasira. Ataanza kukushambulia wewe kwa kukuuliza, "Mbona unaniuliza maswali mengi? Huniamini?" Hii inaitwa gaslighting. Anajaribu kukufanya ujihisi mkosa ili uache kumchunguza. Mtu mkweli kawaida hubaki mtulivu hata akichunguzwa kwa sababu hana kitu cha kuficha. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Kumbuka, hekima haiji kwa kujua kila kitu, bali kwa kuwa na uwezo wa kutambua ukweli kati ya maneno mengi. Kutumia saikolojia hizi kutaifanya safari yako ya maisha iwe na watu sahihi na salama. Swali la leo ni, je, ushawahi kumkamata mtu akidanganya kwa kutumia moja ya alama hizi?
Au kuna alama nyingine unayoijua? Niandikie kwenye maoni, comment hapa chini, na mimi nitapita kusoma na kujadiliana nawe. Hii ni GR Hamasa Wisdom. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom.